Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali namba 385 lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyofahamu, gharama za usimikaji na uendeshaji wa mfumo wa taa za kuongozea ndege ni kubwa, na hivyo serikali imekuwa ikitekeleza miradi hiyo katika viwanja vya ndege vyenye miruko na mituo mingi, ambayo inapelekea hitaji la mashirika ya ndege kuja nyakati za usiku. Kiwanja cha ndege cha Mpanda kina miundombinu ya barabara za kuruka na kutua ndege, barabara ya kiungio na eneo la maegesho katika kiwanja cha lami, na jengo jipya la kisasa la abiria, na idadi ya ndege zinazotumika katika kiwanja cha ndege cha Mpanda kwa ratiba maalum ni kutoka Shirika la Ndege Tanzania pekee, ambayo inakuja mara 3 kwa wiki, yani Jumanne, Alhamisi na Jumamosi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivyo basi serikali inatoa wito kwa wadau mbalimbali, ikiwa mashirika ya ndege yaweze kuanzisha safari za ratiba maalum katika kiwanja hiki, na shirika la ndege kuongeza idadi ya miruko na mituo ili kuwezesha serikali kusimika mfumo wa taa za kuongozea ndege. Mheshimiwa Sebastian Kapufi. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza niishukuru serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa utayari. Najua kwa maana ya bandari ya Karema imejengwa, kuna meli 4 zinaendelea kujengwa, kuna barabara ya lami inapelekwa Karema, wote ni utayari. Swali langu, serikali inasema nini katika kufungamanisha uwanja wa ndege wa Mpanda na fursa nyingine zilizopo kama utalii na soko la Kongo? Swali la pili, nini mkakati wa serikali katika kusaidia uwanja wa ndege wa Mpanda kupata miruko ya kutosha, iwe ni kutoka ATC au makampuni mengine binafsi? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru Mheshimiwa Kapufi kwa maswali yake ya nyongeza mawili, na nimpongeze kwa anavyofuatilia kwa karibu sana maendeleo ya mkoa wake, lakini kipekee jimbo lake, lakini zaidi alivyotambua kazi kubwa ambayo serikali imeshaanza kufanya katika eneo hilo la mkoa wa Katavi. Ni kweli serikali inatambua umuhimu mkubwa wa mkoa wa Katavi na pamoja na uwepo wa kuboresha ule uwanja wa ndege wa Mpanda, na hii ni kutokana na ukweli kwamba Katavi kwanza kuna utalii na sisi wote ni mashahidi, lakini pili kuna madini ya kutosha fanya biashara na kwenda pale, lakini 3 tuna mazao ya kutosha. 4, serikali ninapozungumza hivi inakamilisha ujenzi au maboresho ya reli ya kutoka Liwa mpaka Mpanda, na inaanza maandalizi mwaka fedha ujao kujenga reli ya mita gauge kutoka pale Mpanda kwenda mpaka Karema. Lakini 5, tayari tunajenga barabara ya lami kutoka pale Mpanda kwenda mpaka Karema. 6, tunajenga meli mbalimbali kwenye ziwa Tanganyika. Yote haya na mengine ambayo siweza kuyataja Mheshimiwa Mwenyekiti, yanadhihirisha na kuthibitisha umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mpanda. Aidha, serikali tayari ninavyozungumza hapa imefanya makubwa katika uwanja wa Mpanda. La kwanza, tumeshatengeneza na kukamilisha runway yenye urefu wa mita 2000. Lakini pili, tayari tumejenga jengo la abiria la 1.4 bilioni na linatumika hivi ninavyoongea. Ni muombe Mheshimiwa Kapufi akubali kwamba jitihada hizi zinadhihirisha na kuthibitisha dhamira ya dhati ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuthamini na kutambua mkoa wa Katavi. Hivyo basi, naomba nichukue jambo lake kwa upande wa taa za kuongozea ndege, tuendelee kutazama huko mbeleni, kadri tukipata fedha tutaweza kujitahidi kuhakikisha kwamba uwanja huu unakuwa na taa. Lakini pia taa hizo kama nilivyosema, swala la msingi, zinategemeana sana na miruko. Ninaomba nitumie nafasi hii kuzishauri na kuziomba kampuni mbalimbali za ndege nchini, zilizo nchini na nje ya nchi, kutazama fursa zilizopo katika mkoa wa Katavi. Abiria wapo wa kutosha, hebu tuongeze ndege. Tukishaongeza ndege tutakuwa na miruko. Tukiwa na miruko tutajustify hata umuhimu wa kwenda kuweka taa za usiku, kwa sababu ndege zitakuwa za kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti.